Sasa kwa nini watu wanazungumza? Kwa nini watu wanasema? Kwa nini maneno ni mengi? Ukiona mti wenye matunda unapopolewa, ujue kwamba kuna matunda matamu. Na ndiyo maana Mama Samia mara huku anasema hivi, kwa kazi kubwa na nzuri ambazo amezifanya katika taifa hili. Mama Samia anafahamika hapa kwa kazi kubwa na nzuri, anafahamika Afrika na duniani, na ndio maana hata dunia inamtambua kwa kumpa awadi mbali kwa ajili ya kazi zake. Isitoshe, naomba kumalizia, isitoshe uchaguzi tumeufanya wenyewe kwa mara ya kwanza, uchaguzi mkuu. Hatukupeleka bakuli kuombaomba. Sasa hii wale yanawauzi. Nini tufanye? Tuendelee kulinda amani yetu, tuendelee kuitunza amani yetu. Amani ndiyo kila kitu kwa maendeleo yoyote ya taifa lolote duniani. Tumsemee Mama Samia kwa mazuri yake baada ya kusema. Ebana, kwa vipi Mwanaswahili TV, hujambo na karibu kwenye makala hizi. Kuna tamko moja ambalo limetolewa bungeni na mama ambaye anajulikana kama Salma Kikwete. Huyu ni mkewe rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mbunge wa maeneo ya Mchinga. Sasa huyu ni mkewe Jakaya Mrisho Kikwete ambaye anawakilisha eneo bunge la Mchinga. Sasa amesema haya Januari 30 mwaka wa 2026 wakati akizungumza bungeni katika bunge la 13, mkutano wa pili, kikao cha 4. Sasa hapa ameonekana akiongea kuhusu ishu nzima ya watu kumsapoti rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan na kumuongelea vizuri, kwa maana kumekuwa na vitu vingi ambavyo vinaendelea nyuma pazia. Kuna wale ambao wanasema kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan afai kutokana na mauaji na vile ule utekaji ambao bado unaendelea nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukiongea tu vibaya hivi unashtukia watu ambao wanaitwa wasiojulikana wanafika katika eneo husika na kukuteka. Sasa inaonekana matamshi ya Salma Kikwete, mbunge wa Mchinga, huyu aliingia katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na tiketi ya CCM. Sasa tamko lake ni kama lijakaa vizuri na Watanzania ambao wanamfuatilia kwa ukaribu zaidi na wanataka kujua hali nzima imekuaje. Sasa baada ya video hii kupandishwa kwenye mtandao wa kijamii, kuna wengi ambao wamecharuka, kwa maana ni video ambayo imetembea kwa kasi zaidi kwenye mtandao wa kijamii. Unajua, alikuwa anaongea na wabunge wenza walikuwa wanampigia makofi. Sasa kuna huyu ambaye anajulikana kama Nuruvazi anasema takataka official_trust03 anasema hapo ndo bungeni au msinifokee na umwa. Alafu Aisha Pisikala anasema ni bunge au kwaya ya kusifu na kuabudu. Zak Mutsi anasema aibu hii, tunaonekana wanawake hatuna akili. Maxon Daddy anasema nilijua tu siku yangu haiwezi isha bila kukasirika. Mwingine hapa anajulikana kama This is Simon 255 anasema kila mti unaopigwa mawe una matunda mengine, ina nyoka wakali wanaogopesha watu. Mwingine hapa anajulikana kama Martha Joy Bere anasema yani nimepandwa na hasira hapa nilipo hadi nimemwaga bia yangu kwa hasira. Driz 39 anasema nini hiki jamani? Huyu anajaribu kuhoji. Mwingine hapa anajulikana kama Billionaire Reshami anasema siku nikiwa rais kuwa chawa litakuwa kosa la jinai kama uhaini. Alafu mwingine hapa anajulikana kama TXZ 2019 anasema hii serikali ya awamu ya 6 nchi ina kila kitu, mnashindwa kupata hela mpaka mnataka muuze reserve ya dhahabu. TRA kila siku wanajisifu wavuka lengo la ukusanyaji kodi, hizo hela zinafanya nini? Mlisema bandari kwa sasa inaingiza matrilioni baada ya kuwapa wajomba Dubai, hizo hela zinaenda wapi? Mmekopa mpaka tunanuka madeni, hizo hela zinaenda wapi? Madini kila kona, mzee baba alituacha na mikataba ya 50-50,
hizo gawio zinafanya nini? Nufaika wenyewe na watoto wenu na kuwapa machawa wasifie. Miradi haiendi barabarani, mmezifukua tu, haziishi, mnatusababishia mafoleni. Mna shida gani? Ni uwezo mdogo wa kuongoza nchi hao. Kuna watu wanawakwamisha. Zeni vichwa mliotaka uongozi ndo huo, acheni shortcut. Mwingine hapa anajulikana kama Peti Seti JR anasema hii nchi watakimbia, wataiacha, tushikilie hapo. Pendo Beauty kanasema nauza nguo jamani, nina njaa. Alafu akaweka emoji za mtu ambaye ameangua kilio. Kubio Decoration anasema Insta mtuletee tule tu umoji tuwa WhatsApp. Hapa anachangia mada gani kwanza? Huyu anajaribu kuhoji. Masawe _22 anasema mheshimiwa, upo mbali na kipaza sauti, taarifa zako haziingii vizuri kwenye answered yangu. Alafu Peri Senkora anasema uzuri Mungu wetu ni mwaminifu, soon tutaondokana na haya majaribu. Magesa _chips anasema natumai kiswada changu tu staki touch tena, maana nitaipasua bure. Mwingine hapa anajulikana kama Moses Magari ameweka emoji kadhaa za mtu ambaye ameshangaa. Mamlicho anasema kuna muda hasira zinaweza kukufanya ukanya walai. Alafu mwingine hapa anajulikana kama Easy 106 anasema huyu naye ametumia matusi hapo. Dia 24748 anasema mke wa fisadi karudi bungeni kupiga kelele. Kwa hiyo ni baadhi ya comments ambazo zinashushwa baada ya video ya mkewe Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete ambaye anajulikana kama Salma Kikwete, ndio ambaye ni mbunge wa CCM, yani aliingia kwa tiketi ya CCM eneo bunge la Mchinga. Sasa hapa alikuwa na warai wa Tanzania na waambia mumseme vizuri Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na anasema kuwa dunia inatambua Rais Samia kwa kazi kubwa na vile kazi nzuri. Akasema kuwa mti wenye matunda ndio upigwa mawe, lakini sasa watu wanajaribu kuhoji kwa maana wamecharuka, na kulingana na vitu ambavyo vinafanyika nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inaonekana kuwa tamko la mbunge huyo ambaye anajulikana kama Salma Kikwete alijakaa vizuri na Watanzania ambao bado hadi wa leo wanalilia haki kutokana na vitu vingi ambavyo vilifanyika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka wa 2025 pale ambapo vijana wa majenzis walijimoya barabarani kuhakikisha kuwa wameshiriki kwenye maandamano nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hawa ni vijana ambao walishua vipigo na maafisa wa jeshi la polisi, waliuawa, walipotezwa, walitekwa na vile kufanyiwa ukatili wa kupitiliza. Na hapa mbunge huyo ambaye anajulikana kama Salma Kikwete anasema kuwa dunia inatambua Rais Samia kwa kazi kubwa na nzuri. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, like na vile kushare. Sasa kwa nini watu wanazungumza? Kwa nini watu wanasema? Kwa nini maneno ni mengi? Ukiona mti wenye matunda unapopolewa, ujue kwamba kuna matunda matamu. Na ndiyo maana Mama Samia mara huku anasema hivi kwa kazi kubwa na nzuri ambazo amezifanya katika taifa hili. Mama Samia anafahamika hapa kwa kazi kubwa na nzuri, anafahamika Afrika na duniani, na ndio maana hata dunia inamtambua kwa kumpa awadi mbali kwa ajili ya kazi zake. Isitoshe, naomba kumalizia, isitoshe uchaguzi tumeufanya wenyewe kwa mara ya kwanza, uchaguzi mkuu. Hatukupeleka bakuli kuombaomba. Sasa hii wale yanawauzi. Nini tufanye? Tuendelee kulinda amani yetu, tuendelee kuitunza amani yetu. Amani ndiyo kila kitu kwa maendeleo yoyote ya taifa lolote duniani. Tumsemee Mama Samia kwa mazuri yake baada ya kusema